Fadlu alizungumza vitu vingi sana, lakini kuna vitu viwili ambavyo binafsi nimevichukua. Cha kwanza, kuna neno alilitumia kwamba Yanga wana influence kubwa sana nje ya uwanja ambayo inawasaidia kupata matokeo. Ni kauli ambayo ni mwalimu anapitia situation kama ile anapaswa kuzungumza, na anaweza akawa anaizungumza hiyo kwa lengo zuri tu kujaribu kuonyesha ni namna gani ambavyo mpira wetu unavyoendeshwa, lakini sio kauli nzuri kwa mpira wa Tanzania, kwamba inawezekana kuna influence ya nje ya uwanja inaweza ikawafanya Young Africans wakapata matokeo. Kwa namna ambavyo mimi nilivyotafsiri, inawezekana yeye alikuwa na maana nyingine tofauti na hiyo, lakini kama alikuwa na maana hiyo ambayo mimi niliyoitafsiri, sio kitu kizuri kwa mpira wa Tanzania. Na hii inapaswa kuwa message kwamba kila mtu aishi kwenye mipaka yake. Yani Young Africans waheshimu mamlaka ziwaheshimu Young Africans, na taasisi za mpira ziachiwe zifanye kazi kama taasisi za mpira as independent institutions. Tofauti na hapo tunaweza tukajikuta siku moja tuko kwenye shida, kwa sababu kama ameongea vile Fadlu Davis, na kuna tetesi kwamba FIFA wanaweza wakaja kufanya uchunguzi juu ya kile kinachoendelea. Wakienda direct kwa Fadlu atawaambia kila kitu ambacho kinaweza kikawa na picha mbaya kwa mpira wa Tanzania. Tunapaswa kuheshimu ubora wa Young Africans uwanjani. Wana timu bora sana, wana wachezaji wenye quality ya juu sana. Nilimwangalia jana Khalid Aucho, alikuwa na energy kubwa mno. Yani as if ndo ana miaka 20-25 hapa. Kwa energy aliyokuwa nayo jana, alicheza kwenye kiwango kikubwa sana. Inawezekana ni timu nzima ya Young Africans. Mchezaji peke yake ambayo hauwezi kusema ulimuona akiwa kwenye ubora ule, na ni kwa sababu ya udhaifu wa safu ya ushambuliaji ya Simba, ni goalkeeper. Ndio unaweza kusema hakuwa kwenye ubora ule kwa sababu hakuwa disturbed sana. Na mchezaji mwingine kwa upande wa Young Africans ambaye hakunivutia, Boka. I wasn't impressed na yeye kabisa, kwa sababu inawezekana injuries zimemsababishia kushuka. Kwangu mimi nikiwareti wachezaji walioanza kwenye mchezo wa jana, ukiachilia mbali Djigui Diarra, Boka ndio mchezaji mwingine ambaye atapata alama za chini zaidi kuliko wachezaji wengine waliosalia. So Young Africans kwa hili wanapaswa kuheshimiwa. Kwa hicho alichokiongea Fadlu Davis, I take it as ilikuwa ni sehemu ya mchezo, alikuwa frustrated, ndio maana kaongea vile, au inawezekana mimi nimemtafsiri kimakosa kusema kwamba Young Africans wana influence nje ya uwanja ambayo inawasaidia wao kupata matokeo. I don't know alikuwa anamaanisha nini, lakini kwa tafsiri ya haraka tunajua ni kitu gani kinakuwa kinaendelea kwenye industry ya mpira nchini Tanzania. Lakini kuna kitu kikubwa zaidi alichokiongea, na hichi ndicho ambacho wanapaswa kukichukua. Unajua Simba haiwezi kuwa bora kwa kuangalia Yanga wanapata nini na nini kupitia wapi. Simba haiwezi kuwa bora kwa kuwashusha Yanga. Simba inapaswa kuwa bora kwa kwenda pale Yanga walipo. Kitu ambacho hata Fadlu alisema, tunahitaji kupata wachezaji ambao wanaweza wakapanda na kufikia Yanga ilipo na kwenda zaidi. Haya ni maneno aliongea Fadlu Davis. Hichi ndicho kitu ambacho Simba wanapaswa kukifanya. They have to invest kwenye transfer market, wasajili wachezaji wenye maana, wasajili wachezaji wenye ubora mkubwa, wasajili wachezaji ambao wana energy, wana ari ya kuipigania timu uwanjani. Ukimwangalia Pacome the way ambavyo alikuwa anacheza, ukiangalia celebration yake baada ya kuscore ile penalty, unaona ni kitu gani kilikuwa kwenye moyo wake, unaona ni kitu gani kilikuwa kwenye akili yake. So Simba they have to invest kwenye transfer market, wasajili wachezaji wazuri. Hiki ndio kitu pekee yake ambacho kinaweza kikawasaidia. Kukosoa, kutia dosari kwa namna yote ile, ushindi na ubingwa wa Young Africans sio kitu ambacho kinaweza kikawasaidia Simba kutoka hapa walipo na kwenda sehemu nyingine. Na kitu kingine ambacho Fadlu alisema, anaangalia dhamira yake na dhamira ya Simba. Zikimechi ataendelea kuwepo ndani kikosi cha Simba. Maana yake ni nini? Zisipomechi anaondoka. Na ikitokea Fadlu Davis ameondoka kwenye kikosi cha Simba, hii ndio sehemu ya kwanza Simba wanaenda kufeli, kwa sababu huu msingi waliouweka unaenda kubomolewa kama Fadlu ataondoka. Na ili asalie ni lazima wampe kile anachokihitaji. Yeye ana mapendekezo yake ya wachezaji ambao anaowahitaji, na we all know moja kati ya targeti zake kubwa ni Faisal Salum. So Simba they have to do it upside down, wahakishe wanampa mchezaji wa quality ya Faisal Salum. Anaweza asiwe Faisal, lakini akapatikana mchezaji mwingine mwenye quality kama Faisal Salum, lakini wamsikilize yale yote anayoyahitaji. So viongozi wa Simba wanapaswa kumsikiliza Fadlu na wasajili kwa namna ambavyo anavyotaka, ili msimu ujao
wawe na ile legitimacy ya kumuuliza kuhusiana na ubingwa. Ame overachieve kwa mujibu wake yeye. Ingawa kwangu mimi ina ukakasi. Ina ukakasi kwa sababu tuwe wa kweli, tuna ligi dhaifu Tanzania. So kuishia nusu finali FA hatuwezi kusema ameachieve kulingana na ubora wa Simba, kwa sababu hata msimu uliopita walifika huko. Misimu kadhaa nyuma walifika huko. So hapa hawaja overachieve. Ligi kuu wamepoteza ubingwa mwishoni mwa msimu. Walikuwa na hiyo nafasi. Walidondosha alama dhidi ya Azam, walidondosha alama dhidi ya Fountain Gate. Ni mechi mbili ambazo ni za kukumbukwa kwa Simba. Walipoteza alama kwenye mazingira ambayo nobody expected kwamba wangeweza kupoteza. Kwangu mimi wana nafasi kubwa sana ya kujilaumu kuliko kitu kingine chochote. So tukisema kwamba wame overachieve, nitamuelewa Fadlu Davids kwa sababu ni season yake ya kwanza Tanzania, amekutana na wachezaji wengi wapya, na kibaya zaidi wachezaji ambao walikuja kwa maelekezo yake ni wachezaji watatu tu. So kwa engo ya Fadlu Davids, yes, ame overachieve. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club sio kitu cha kujivunia. Maybe wanaweza kujivunia kufika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika ambako ni almost miaka 30 plus imepita kabla hawajafika huko, lakini unless otherwise hawana kitu cha kujivunia. So kama Simba wanahitaji kuwa na timu bora, kuondoa uteja ambao wameweka kwa Young Africans, kufungwa mara 5 mfululizo bila wao kushinda mchezo wowote, ni kitu ambacho wanapaswa kukaa chini na kujiuliza maswali, ni wapi wanakosea, waimarishe kikosi chao. Kutafuta kasoro za Yanga haiwezi kuisaidia Simba. Waingie sokoni, walete wachezaji wa maana. Hii itakuwa na make sense sana kuliko kuangalia Yanga walikosea wapi, Yanga wamenufaika wapi, Yanga wanafanya nini, date games ambazo zinawasaidia Yanga kwa bora. Haitaisaidia Simba. Sio kuna namna wamewasaidia. Yaani ukisema kuna namna kwamba inaweza ikawa ndio, hapana. Yanga hawakuwafunga Simba Sports Club jana, kwa namna walivyowafunga wamewasaidia sana. Kwa sababu ukiangalia Simba dhidi ya JKT Tanzania, ukiangalia Simba dhidi ya Mashujaa, ukiangalia Simba dhidi ya Namungo, dhidi ya Kagera Sugar, they were better side. Bonge moja la timu. Umekutana na Yanga ambayo ina watu wamekuonyesha ni nini na nini unahitaji. Yaani kama Fadlu Davids anakutana na Mohamed Dewji hivyo anakaa chini, Mohamed Dewji atamuuliza, kwa hiyo unamaanisha hakuna kitu tulichokifanya msimu uliopita? Hili sio anaweza kumuuliza. Kwa nini? Quality ya wachezaji wa Simba. Trust me, kwenye hii timu iliyopo sasa hivi, wachezaji ambao wanapaswa kuendelea kuwepo kwenye kikosi cha Simba, then waende toe to toe na Young Africans, hawazidi wachezaji 4 ambao wanatakiwa kuendelea kuwepo kwenye hiki kikosi, halafu waende toe to toe na Young Africans msimu ujao. Ukiachana na Pinpin Kamara, utabakia na mabeki wawili wa kulia na kushoto, utabakia na Hamza, utabakia na Elie Mpanzu. Nimesema hivi, ukiachana na Pinpin Kamara kwenye kikosi cha Simba ili kiweze kuwa bora zaidi kwa msimu unaokuja, utamhitaji Shabalala, utamhitaji Kapombe, utamhitaji Hamza, kwa sababu yeye bado ana room kubwa ya kuendelea kuimprove na ana uwezo huo na akili yake inaonekana kabisa imetulia, lakini pia unamhitaji Elie Mpanzu. The rest, mtu mwingine ambaye anaweza akaja na akawa ni msaada kwa Simba ni Yusuf Kagoma. The rest hakuna. Bro, hao ndio wachezaji wanaopaswa kuendelea kuwepo kwenye kikosi cha Simba cha kwanza cha msimu ujao. Pinpin Kamara, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein, Hamza, to some extent Kagoma, sawa, Elie Mpanzu. Hawa ndio wanaopaswa kubakia kwenye kikosi cha kwanza cha wekundu wa Msimbazi Simba. The rest wanapaswa kutokea bench au wafunguliwe milango ya kuondoka.